Kabla hujanunua simu ambayo imetumika ama used, hakikisha umezingatia mambo matatu yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisha unakagua email pamoja na iCloud ama Google account ya hiyo simu ili usije kununua simu ambayo imeibiwa kutoka kwa mtu mwingine. Jambo la pili, hakikisha unakagua betri ya hiyo simu. Sasa hapa kuna njia mbili za kukagua betri. Njia ya kwanza ni kwenda kwenye settings na kuangalia battery health ya hiyo betri ya hiyo simu, na itapendeza iwe walau 90% kwenda juu. Kama iko chini ya 90%, basi inamaanisha betri imetumika sana na pengine haikai na chaji muda mrefu. Njia ya pili, utakachokifanya ni utaongeza brightness ya simu mpaka mwisho, alafu utafungua kamera na kurekodi video ya quality ya 4K kwa dakika moja tu. Hii itaifanya simu itumie nguvu kubwa ndani ya muda mfupi. Kitakachotokea sasa ni kwamba kama chaji ya simu itapungua kwa 3% ndani ya hiyo dakika moja, basi inamaanisha hiyo betri haina nguvu au imechoka. Lakini kama isipopungua au ikipungua labda kwa 1% ndani ya hiyo dakika moja, basi inamaanisha hiyo betri iko vizuri. Jambo la tatu ni kukagua kama hiyo simu imeingiwa na maji. Unachotaka kufanya ni kufungua na kutoa kile kitray cha kuwekea line ya simu na kutazama ndani ya simu kupitia ile nafasi ambayo hicho kitray kimetoka, na unaweza kutumia flashlight kumulika ili uweze kuona vizuri. Sasa kwa kawaida huwa kuna karatasi kidogo kinachoitwa litmus paper. Kikaratasi hichi ukiona kina rangi nyeupe ama ya silver, hiyo inamaanisha kwamba hiyo simu iko sawa. Lakini kama karatasi hicho kina rangi nyekundu ama ya pink, basi inamaanisha kwamba maji yaliingia ndani ya simu. Na hata kama hiyo simu basi ni water resistant, inamaanisha kwamba maji yameweza kuvunja au kupita kwenye kile kizuizi cha kuzuia maji na kuweza kuingia mpaka ndani ya simu. Nomad tunakagua bidhaa zetu kwa umakini wa hali ya juu ili kuhakikisha tunakupa bidhaa zilizokuwa bora zaidi.